ya shirika la WEDS pamoja na timu nzima kwa ujumla, ninayo furaha kubwa kuwa mwenyeji wa tukio hili na kuwa mwandaaji wa tukio hili lililoandaliwa kwa maono, kwa mshikamano, kwa ushirikiano na dhamira ya kweli, haswa katika kuangazia swala la afya ya akili Tanzania. Leo hatuzungumzi tu afya ya akili. Tunaipa uzito afya ya akili haswa panapostahili kwa lengo la kuiangazia katika mikakati yake. Naomba tujiulize swali moja wakati tuko hapa sote. Ni mara ngapi tumewahi kuulizwa aidha na jirani yetu au kumuuliza jirani yetu yuko sawa katika hali yake, na akawa muwazi au ukawa muwazi kuzungumzia juu ya afya yako ya akili au juu ya changamoto yako ya akili? Na kama si hivyo, wengi wetu wagundua tunasita kuzungumza, tunasita kusema yale ambayo tunayapitia kwa sababu tu ya tunahofia ni namna gani mwenzetu atatazama, tunahofia kunyanyapaliwa, na ni kwa sababu hatujawa tuna uelewa wa kutosha juu ya afya ya akili, na ndiyo maana hofu ni kubwa, tunashindwa kujua na tunashindwa kueleza juu ya afya ya akili tunazozipitia. Ni wapi vijana wetu wanapopata nafasi ya kusema wanapochoka au kuvunjika moyo? Na wala ni wapi wanapofanya jambo wakose kuhukumiwa? Bali tunaona ni sehemu mojawapo ya wao kutofanya jambo kwa sababu ni vijana, lakini tunaamini wana nafasi na wana sauti kubwa ya kufanya jambo. Kwa muda mrefu afya ya akili imeachwa nyuma, imekuwa ni jambo la kunong'onezwa, lakini kupitia sakti hii tunavunja ukimya, tunaanzisha mwamko mpya wa kitaifa. Bado kuna wanaoamini mtu akiumia akili basi kashindwa. Kwa imani fulani yawezekana ikawa ni ya kidini au ni ya kitamaduni lakini sisi hapa tumechagua kuamini katika sayansi, lakini pia katika tiba, lakini pia katika utu, juu ya kuzingatia ustawi wa kila binadamu, hususani kwenye eneo la afya ya akili. Tunakubaliana kuwa afya ya akili sio udhaifu wala sio wala sio mapungufu ya kibinadamu, bali ni sehemu ya utu wetu, ni sehemu ya ustawi wetu. Hivyo tunapaswa kuipa kipaumbele ili kuweza kuimarisha maendeleo yetu, ili kuweza kuimarisha ustawi wetu. Ndugu mgeni rasmi, kwa furaha kwa siku ya leo tunapokea jumla ya washiriki wasiopungua 321 kati ya waombaji kutoka sekta mbalimbali: afya, elimu, sheria, dini, vijana, mazingira, tehama na zingine nyingi, kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani. Na miongoni mwao tuna 56% ya wanawake na 43% ya wanaume. Lakini nipende kutoa shukrani za kipekee kwa wadau wetu ambao wamesimama nasi katika hili jambo tangu mwanzo wa maandalizi, nikianza hususani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga, lakini pia Wizara ya Afya, kitengo cha afya ya akili, Wizara ya Elimu, TAMISEMI na ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini pia nipende kutoa shukrani sana katika chama cha wanasaikolojia Tanzania, the Tanzania Psychologist Association, TAPA. Tumesikia vilio vingi ambavyo vilikuwa vinatufanya tubaki kuwa wakimya, hususani katika kuzungumzia swala la afya ya akili. Leo tunasema afya ya akili si ya wachache tu, bali tunapaswa kuitambua wote na kuielewa na kuipa kipaumbele kwa wote katika maisha yetu. Tukiwa Kahama tunasahau vyeo au taaluma, tukumbuke utu, tusikilize, tuelewe na tusaidiane. Huu ni wakati wetu kusimama kwa uliokosa sauti kwa muda mrefu. Ombe maalum kwa serikali na wadau, waratibu wa afya na vijana wenzangu ambao ni delegates ambao wapo hapa. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wa serikali, wadau na maendeleo na delegates wapendwa wangu, tunakutana hapa leo tunakubaliana kwamba afya ya akili ni msingi wa maendeleo endelevu ya taifa letu, lakini hatuwezi kufikia mafanikio hayo bila uwekezaji wa pamoja, ushirikiano wa dhati na hatua madhubuti
kutoka katika kila upande na katika shughuli zetu tunazozifanya kila siku. Tunaomba kwa heshima na unyenyekevu tuwekeze kwenye tafiti na sera. Tunahitaji kuwa na takwimu sahihi zitakazotuonyesha hali halisi ya afya ya akili kwa taifa letu, lakini tunahitaji tafiti za kitabibu na za kijamii na sera zinazojikita katika ushahidi kwa bajeti, lakini pia na kwa bajeti angalau kuweza kuzingatia katika kila eneo na katika kila nyanja. Lakini pili, tunahitaji miundombinu rafiki kwa afya ya akili kuanzia kwenye jamii zetu, mashuleni, lakini pia vituo vya afya, lakini pia katika kila maeneo ambayo yanatengeneza makutano ya huduma za msingi, basi pawepo na nafasi ya kuwepo kwa nafasi ya huduma za afya katika miundombinu hiyo. Tunatambua fika tuna changamoto ya kifedha katika kila maeneo, katika kuhakikisha tunashughulikia swala la afya ya akili. Basi kwa nafasi ya kipekee tunazidi kuiomba serikali pamoja na wadau tupate kuanza kulitazama hilo eneo la afya ya akili kwa nafasi fulani, tuwe na mikakati ambayo ni jumuishi. Yawezekana kuweza kuandaa mafungu mapya ya bajeti ikawa ni gumu kwa sasa kwa sababu ya maendeleo ambayo tunatamani kuona kwa haraka zaidi, lakini tuzingatie katika kutengeneza ujumuishi katika miradi yetu, lakini pia ujumuishi katika sera na mipango ya fedha ya serikali ambayo tunaipanga, basi angalau tuweze kuzingatia na kukumbuka ajenda ya afya ya akili. Kwa delegates na wengine na washiriki wengine wote kutoka mikoa ya Tanzania, ninyi si wageni tu wa mkutano huu, ninyi ni chachu ya mabadiliko. Tunawaomba mshiriki kwa vitendo, muwe mabalozi wa afya ya akili katika familia, kuanzia ngazi ya familia, mashuleni, mahospitalini, makanisani, misikitini na katika mitandao ya kijamii, lakini pia hususani katika kuhakikisha basi tunahusisha bunge katika kuidhinisha na kupitisha sera zitakazokuwa rafiki kwa ajili ya kutazama afya ya akili. Hivi karibuni tunatarajia kuwa na programu ya Mental Health Fellowship. Ni tumaini letu tunaweza kuitazama kwa pamoja kadri itakapokuwa imefikia hatua. Wadau tuweze kuishika na vijana waweze kushiriki pasavyo katika kuhakikisha tunaboresha ujuzi, lakini pia tunaboresha uzoefu katika kuhakikisha tunaweza kushughulikia afya ya akili kuanzia ngazi ya jamii na hadi level ya kisera. Hitimisho langu, ndugu mgeni rasmi, kwa siku mbili zijazo tunategemea kushirikua na warsha 8 zenye mafunzo ya kiutendaji ambazo vijana wetu ambao wamehudhuria hapa kama delegates wataweza kujengewa uwezo angalau kuweza kuelewa nini tunamaanisha au kwa namna gani wataweza kuintegrate au kujumuisha ajenda ya afya ya akili katika shughuli zao. Tumehitaji kuwa sehemu ya mfano namna ya kuweza kutengeneza ujumuishi. Lakini pili, tutakuwa na midahalo 4 na maanisha panel discussions, ambapo tutakutanisha wataalamu mbalimbali, watunga sera, lakini pia vijana na viongozi mbalimbali wakijadili mikakati kama taifa, mikakati kama wadau ya namna ambavyo tunaweza kuaddress au tunaweza kulishughulikia changamoto ya afya ya akili. Meza kuu, wageni waalikwa, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima kubwa na kwa niaba ya Secretariat ya Mkoa wa Shinyanga, nipende kuchukua fursa hii kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu katika kongamano letu hili muhimu na la kihistoria katika mkoa wetu wa Shinyanga la afya ya akili linalofanyika katika manispaa yetu ya Kahama, wilaya ya Kahama na mkoa wa Shinyanga. Tunaishukuru Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Waziri Mkuu kwa kukubali kwa pamoja kushirikiana na shirika la WAIT kufanya kongamano hili katika mkoa wetu wa Shinyanga, hususani manispaa ya Kahama.
Kongamano hili linatoa fursa ya kipekee kwa wataalamu, watunga sera na wadau kujadili changamoto na fursa katika kuboresha huduma za afya ya akili hapa nchini. Afya ya akili ni nguzo muhimu sana ya afya ya binadamu kwa ujumla. Bila afya bora ya akili, hatuwezi kuwa na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, za kimaendeleo, za kijamii, za kifamilia. Na changamoto za akili tunaona zinaendelea kuongezeka, hasa kutokana na mabadiliko mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, unyanyapaa pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kama mkoa wa Shinyanga, tunaendelea kuimarisha huduma za afya katika ngazi ya jamii kwa maana ya primary health care, ili kuhakikisha kwamba huduma zinapatikana kwa wananchi kuhusiana na afya ya akili. Lakini tunaendelea kutoa elimu na uelewa. Mojawapo ni hili kongamano ambalo linaenda kutoa uelewa, elimu na hamasa zaidi juu ya kuielewa afya ya akili ni nini na kuanza kuchukua hatua. Mkoa unaendelea kushiriki na kuzishirikisha asasi mbalimbali, taasisi mbalimbali kwa ajili ya kushirikiana kuhakikisha kwamba afya ya akili inakuwa ni ajenda inayozungumzwa katika ngazi ya familia, katika ngazi ya mtaa na katika ngazi ya jamii. Kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya kwa nchi yetu, kwa sekta yetu ya afya, kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na ustawi na maendeleo. Tunaona vituo vya kutolea huduma vinajengwa, na vituo hivi ndio vitakavyotoa huduma za afya ikiwemo afya ya akili kwa wananchi wake. Makofi mengi tafadhali. Kuna sababu kubwa sana ya kumpigia makofi. Naomba makofi hayatoshi. Ni kweli makofi hayatoshi jamani, makofi mengi. Yes, asante. Nichukue nafasi hii pia kumshukuru waziri wetu wa afya Mheshimiwa Jenista Mhagama, waziri wetu wa ofisi ya Rais TAMISEMI Mheshimiwa Mchengerwa, lakini pia mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Anamringi Macha. Ajenda hii aliibeba tangu tunaanza kujadili na mpaka tunafika siku hii ya kuanza kilele na kujadili masuala mazima ya afya ya akili. Niwashukuru wadau wote wa maendeleo walioweza kuchangia kuweza kufanikisha shughuli hii, na nichukue nafasi hii kuwakaribisha mkoa wa Shinyanga tuweze kufanya kazi kwa pamoja katika maeneo mbalimbali ikiwemo swala hili la afya ya akili. Karibuni sana wadau mkoa wa Shinyanga. Sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Mboni Mahita. Tunatakiwa kufikia malengo endelevu ya goal namba 3.4, na hii inazungumzia kupunguza vifo vitokanavyo na magonjwa yasiyoambukiza na afya ya akili na ajali. Na katika hili, katika eneo la afya ya akili tunazungumzia zaidi, ambayo ndio indicator ni kupunguza vifo vitokanavyo na kujiua. Sasa kama nchi tumekuwa na changamoto ya kufikia hapo, kwa sababu vifo vitokanavyo na kujiua katika nchi hii
vingine huwa viripotiwi kwa sababu kiroho watu wanajisikia vibaya, unyanyapaa bado upo, lakini na sheria yetu bado haijabadilika katika kuaccommodate wale ambao wametaka kujiua. Ingawa kwenye utekelezaji tunafanya vizuri. Changamoto za kupata hizi takwimu ni kwa sababu huzipati kwenye vituo vya afya, huzipati kutoka nyumbani kwa sababu watu waripoti. Lakini tunapata vichache kutoka polisi na tunapata vichache kutoka hospitali. Na hivyo tunafanya modeling kuweza kupata mwelekeo. Tukilinganisha mwaka 2022 na miaka mitano nyuma, tumepunguza vifo vitokanavyo na kujiua vilikuwa 4.8, lakini vimekwenda mpaka 4.7, with slight decrease kwenye hilo. Na sababu ya kuwa na changamoto hizi ni kwa sababu mifumo yetu ya utoaji wa huduma za afya ya akili bado haijatengamaa vizuri. Moja, kutokana na tamaduni zetu, unyanyapaa huko kwa kiwango kikubwa, uelewa kuhusu matatizo ya afya ya akili, lakini mifumo yetu ya utoaji wa huduma haijawezesha vya kutosha kwenye primary health care kutoa huduma hizi za afya ya akili. Na kwa hiyo kama serikali, mikakati tulionayo, moja ilikuwa ni kupata taswira ya jumla ya hali ikoje. Kwa hiyo tulifanya mwaka 2023 step survey kwa ajili ya kuangalia hali ya afya ya akili ikoje, na tuliangalia maeneo mawili. Moja, tuliangalia hali ya depression, hali ya sonona nchini. Sio kwamba mtu anaugua sonona, lakini watu wenye dalili. Unaweza ukawa tu na dalili lakini uhumwi, kwa sababu kuna wakati mwingine watu wanakuja kukutest, umefiwa, umefanya nini, ile ilikuwa uliyempata ndio unamtest. Na kwa hiyo kuna watu tumeenda 20%, yani mtu mmoja kati ya 5 walikuwa wana hiyo changamoto ya sonona. Ukiangalia pia katika takwimu zetu hizo tukaona 13%, yani mtu mmoja katika kila 10 pia ana uhatarishi wa kujiua. Na zote hizi ni sehemu za msingi katika masuala ya afya ya akili. Lakini hatukuishia hapo. Pia wakati tunafanya demographic survey, wakati tunaangalia hali ya afya nchini, tuliongeza Childhood Development Index. Huu ni mfumo ambao unatusaidia katika kujua hali ya ukuaji ya watoto, hasa masuala yao ya ustawi, afya yao ya akili kwa maana ya utambuzi na vitu vingine. Ikaonekana nchi yetu tumefikia 48% kama sehemu ya score ambayo ina 100%. Tuko chini, lakini tunafanana na hawa peers katika region, maana yake East Africa. Kwa bahati mbaya, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wako nao uko chini kuliko ile average ya kitaifa ya 4.8. Na hii kwa changamoto, ukitaka kutengeneza mfumo bora zaidi wa afya ya akili, inabidi uhakikishe watoto wetu, kabla hatujazungumza vijana, watoto wetu wanakuwa na ukuaji mzuri. Sasa kwa hizi taswira tulizonazo, tukafanya mikakati mitatu mikubwa. Moja, kushusha huduma za afya ya akili katika ngazi ya halmashauri. Tutashuka pia kwenda mpaka katika vituo vya afya nchini. Kuanzisha integrated program ya huduma za afya ya akili kwa wanawake ambao wanahudhuria huduma za mama na mtoto. Na lengo letu, wao wakipata changamoto ili ziwe addressed, ili wasije wakasababisha pia changamoto kwa mtoto. Ndio tunatengeneza mfumo stahimilivu, resilient system. Na la mwisho, kama sehemu ya mkakati, ilikuwa ni kutengeneza mkakati wa afya ya akili. Kwa sababu tuna mikakati wa sekta ya afya, tuna mkakati wa non-communicable disease, na sasa tuna mkakati maalum wa afya ya akili kwa ajili ya kuaddress haya yote. Na hili inatupa hamasa na amani kwamba mwaka 2030 inawezekana tusifikie malengo endelevu SDG 3.4, lakini kama nchi tunataka mwaka 2030 tuwe kwenye positive trajectory, tuwe tunaelekea kwamba tuna uwezo wa kukabiliana nayo kwa sababu mifumo yetu inaturuhusu nayo. Nashukuru sana. Tuendelee kuimarisha ujumuishi ili kuhakikisha kwamba mifumo yetu iweze kusomana. Wizara ya Afya, taasisi ya kupambana na madawa ya kulevya, maendeleo ya jamii, sote kwa pamoja tunaenda kutarget jambo moja, na wizara zetu zote na maeneo yote na taasisi zote zimewekwa fedha na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais ambaye anaongoza serikali ya awamu ya 6. Lakini pia kwa namna ya kipekee sasa kwa washiriki ambao ndio walengwa wakuu wa hili, nawaomba sana, mko kwa wingi hapa, lakini
Hamko kwa wingi kwa bahati mbaya, mko kwa wingi kwa sababu tunatambua wazi kila mmoja wenu akitoka hapa baada ya siku hizi 2 anarejea alikotoka. Naomba sana yote ambayo utakuwa umeyapata pay it forward. Mimi nasemaga siku zote gratitude lies within paying it forward. Wewe umeshapewa elimu, umepewa hiyo exposure, umepewa knowledge. Go and pay whatever you have acquired. Pay it forward. Tafuta naye watu 2, 3, 4, 5 na wewe uweze kuwapa yale ambayo utakuwa umejifunza hapa. Kwa hiyo have gratitude by paying it forward, ili yale yote ambayo mtakuwa mmeyapata kutoka kwenye keynote sessions, basi na nyie muweze kwenda na kufikisha kule ambako mnatakiwa mfikishe. Nilikuwa ninaona hapa kuna hii session ya kwanza inazungumzia mental health and sustainable development goals, SDGs in Tanzania, policy and legal frameworks, challenges and prospects ya kwanza. Lakini naona kuna nyingine inazungumza well-being approach to youth mental health, stigma reduction and sector integration. Naona hapa kuna mental health in schools, the role of teachers and parents, peer support, network and youth leadership. Haya, integrating mental health into HIV programs. Naona hapa mental health and youth empowerment, equipping youth and people with lived experiences for mental health advocacy. Nadhani hapo mnaingia zaidi kwa sababu ndio mtarejea kwenye maeneo yenu muweze kwenda kuhakikisha kwamba mnasaidia. Lakini kuna mental health as a human right, economic empowerment in mental health, financing and strengthening mental health systems in Tanzania. Haya, tutapata presentation on Tanzania Youth Mental Health Fellowship Day 2. Naona kuna mambo ya takeaways. Kwa hiyo inaonekana hapo mna notebook si ndio? Mbona takujibu mmeanza kuchoka kabla hata zoezi halijaanza? Hebu nyosheni basi tuone notebook zenu. Wako wachache ambao hawajanyosha, nadhani wana changamoto ya afya ya akili. Natania. Sawa. Haya, kuna unveiling mental health challenges among adolescents na young adults living with HIV. Kuna innovations in transforming mental health care in Tanzania, scaling youth mental health innovation through ecosystems level actions. Lakini pia kuna a collaborative approach to strengthening Tanzanians mental health ecosystem. Mambo ni mengi mazuri, hizi mada nikisema nizisome hapa zinachukua kama dakika 10 nyingine. Lakini nitumie fursa hii kuwatakia kikao chema. Niendelee kukupongeza sana Charles, niendelee kuwashukuru sana wale ambao wamefund, niendelee kukushukuru sana Dr. Judas kwa namna ya kipekee. You have been a key player in this. As a matter of fact, nitoe tu siri, mimi dondo ya hii summit nilisikia kutoka kwa Dr. Nyembe kuna uwezekano jambo hili likaja, kwa amelipambania na kulipigania. Ninaamini kwamba ni key player kwenye health sector katika mkoa wetu wa Shinyanga, na tunashukuru sana na tunajivunia sana uwepo wake. Lakini pia reps kutoka wizara ambazo ni key players, tunawashukuru sana kwa namna ya kipekee na ambavyo mmekuja kuainisha na kuonyesha namna ambavyo hizi wizara zinapambana kwa namna ya kipekee. Baada ya kusema hayo, mimi nadhani niishie hapa kwa siku ya leo. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.